Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ni mara yako kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo tuongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa DRC. Tutaongelea vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 wanaopambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vile vile vita vinavyoendelea kati ya waasi wa Twirwaneho wanaoungwa mkono na M23 na wanapata msaada kutoka huko nchini Rwanda kupambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha basi tuanze taarifa yetu ya habari. Karibu tuende na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako kijiji cha Kipupu kilichopo katika sekta ya Itombwe eneo la Mwenga mkoani Kivu Kusini kimerejea chini ya udhibiti wa wapiganaji wa Wazalendo baada ya mapigano makali dhidi ya muungano wa waasi wa FC M23 RDF na Twirwaneho Red Tabara. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani ikiwemo mashirika ya kiraia, viongozi wa eneo hilo na vyanzo vya usalama, mapigano hayo yalianza siku ya Ijumaa wakati wapiganaji wa muungano huo walipoingia kwa muda katika kijiji hicho cha Kipupu. Picha na video zilirekodiwa siku ya Jumamosi zinaonyesha kuwa kwa sasa Wazalendo ndio wanaodhibiti kijiji hicho. Hata hivyo, sehemu kubwa ya wakazi waliokimbia kutokana na mapigano bado hawajarejea majumbani mwao kwa kuhofia usalama wao. Baadhi ya wananchi wanaeleza kuwa kabla ya waasi hao kuondoka walifanya uporaji wa mifugo na mali zingine za raia. Inaeleza kuwa mashambulizi ya kujibu kutoka kwa Wazalendo yaliwalazimu washambuliaji au waasi au kuondoka katika kijiji hicho mwishoni mwa siku ya Ijumaa. Wakati huo mapigano mapya yameripotiwa kuendelea tangu alfajiri ya Jumamosi katika mimili ya Bukunji kuelekea Mikenge. Vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwa wapiganaji wa Wazalendo wanaendelea kusonga mbele kuelekea maeneo ya karibu na kituo cha Mikenge, huku hali ya kiusalama ikiendelea kubadilika. Mbali na hali ya mapigano, viongozi na wahudumu wa kibinadamu wanaonya kuwa kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika eneo la afya la Itombwe. Mapigano hayo yamesababisha wananchi wengi kukimbia makazi yao, huku upatikanaji wa huduma muhimu kama afya, chakula na misaada ya kibinadamu ukiendelea kuwa vigumu. Kwa sasa wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi wakisubiri kurejea kwa utulivu na usalama, huku juhudi za kufuatilia mwenendo mapigano zikiendelea. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa kutokana na mapigano hayo. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako mtu mmoja ameuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika mashambulizi mawili ya watu wenye silaha yaliyotokea Ijumaa tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 katika vijiji vya Kibingu na Kabanda vilivyoko katika groupmenti au kundi la Mutanda wilayani Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo la Kibirizi, tukio la kwanza lilitokea majira saa 9 alasiri katika kijiji cha Kibingu. Dereva wa pikipiki alipigwa risasi shingoni wakati wa mapigano kati ya makundi mawili ya watu wenye silaha. Inadaiwa kuwa alikuwa mpita njia na hakuruhusika katika mapigano hayo. Alifariki dunia papo hapo kutokana na majeraha aliyoyapata. Baadaye usiku majira saa 2 watu wenye silaha ambao bado hawajatambulika walivamia kijiji jirani cha Kabanda. Washambuliaji hao walifyatua risasi ovyo kuelekea kwa raia na kuwajeruhi watu watatu, wakiwemo mwanamke mmoja, kijana wavulana wawili. Majeruhi walikimbizwa katika vituo vya afya vya eneo hilo ambako wanaendelea kupatiwa matibabu hadi sasa. Mbali na kuwashambulia wananchi, watu wenye silaha walipora mali mbalimbali za wakazi wa kitongoji cha Ruchuru kilichopo ndani ya kijiji cha Bakanda kabla kutoroka kuelekea kusikojulikana. Wakazi wa eneo hilo wanasema mashambulizi haya yanaendelea kuonyesha hali mbaya ya usalama inayolikumba eneo la Ruchuru huko Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi wamekuwa wakiishi katika hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na makundi yenye silaha.
Mamlaka za usalama zinahimiza kuimarisha ulinzi katika maeneo yaliyoathirika ili kulinda maisha na mali za raia, huku wakazi wakitarajia hatua madhubuti zitakazorejesha amani na utulivu katika eneo lao au katika wilaya ya Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa DRC. Tuende na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kusini ambako watu watatu wamejeruhiwa kwa risasi usiku wa tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika mtaa wa Rombede ulioko mjini Uvira mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mtu anayeshakiwa kutekeleza tukio hilo ni askari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Inadaiwa kuwa askari huyo alifyatua risasi na kujeruhi raia hao watatu katika mazingira ambayo bado hayajafafanuliwa wazi. Baada ya tukio hilo, mtumiwa alitoroka eneo la tukio na hajulikani aliko hadi sasa. Vyombo vya usalama vimeanza msako wa kumtafuta ili afikishwe mbele ya vyombo vya sheria na kutoa maelezo kuhusu kilichotokea. Hadi sasa sababu zilizomfanya askari huyo kufyatua risasi bado hazijabainika au hazijawa wazi kabisa. Mamlaka husika zinaendelea na uchunguzi ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo pamoja na chanzo cha kitendo hicho. Tukio hili linatokea wakati hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi kutokana na mzozo unaohusisha waasi wa M23 na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo imeendelea kuathiri maisha ya wananchi. Wakazi wa Uvira wanaeleza hofu yao kufuatia tukio hilo na wametoa wito kwa mamlaka husika kuimarisha nidhamu ndani ya vikosi vya usalama na kuhakikisha ulinzi wa raia unaendelea kupewa kipaumbele. Wakati huo majeruhi wanaendelea kupatiwa huduma za matibabu huku uchunguzi ukiendelea kubaini ukweli wa tukio hili na hatua za kisheria zifuatiwe, na wanasubiri hatua za kisheria zitakazochukuliwa dhidi ya mhusika aliyehusika na tukio hilo au ambaye aliyefyaturia raia risasi. Hiyo ndiyo ilikuwa habari kuhusu tukio hilo kutoka mjini Uvira mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mwandishi wa habari Janvier Mustaki Safari aripoti kuwa alishambuliwa na watu wenye silaha usiku wa Ijumaa tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026 majira saa 1 jioni alipokuwa akirejea nyumbani kutoka kazini katika mji wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa maelezo yake, tukio hilo lilitokea katika eneo la Concession Dada ambapo alizuiwa na kundi la watu waliokuwa na silaha waliokuwa wakivalia sare za zamani zinazofanana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Washambuliaji hao walimpora dola za Marekani 13 pamoja na simu yake ya aina ya Android kisha wakatoroka kusikojulikana. Shambulio hilo limezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo la Butembo na wadau wa vyombo vya habari. Asasi za kiraia ya wilaya ya Bulengera imelaani vikali tukio hilo na kuitaka serikali pamoja na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kuimarisha usalama wa wananchi na mali zao. Akizungumza baada ya tukio hilo, mwenyekiti wa asasi hiyo John Kameta alisema kuwa ni wajibu wa vyombo vya usalama kuweka mkakati madhubuti ya kuwalinda wananchi dhidi ya vitendo vya uhalifu vinavyoendelea kushamiri katika jiji la Butembo. Alitoa tahadhari kwa wananchi kuhusu matumizi mabaya yanayoweza kufanywa kwa simu iliyoibiwa kutoka kwa mwandishi huyo wa habari. Amewaomba wakazi kuwa waangalifu na kutopokea wala kujibu maombi yoyote ya msaada yatakayoweza kutumwa kupitia namba ya simu ya Janvier Mustaki Safari, kwani huenda yakatumika kwa njama ya utapeli. Viongozi wa jamii wamehimiza taarifa hiyo isambazwe kwa wananchi wengi iwezekanavyo ili kuzuia matapeli kutumia simu hiyo kuwaibia watu kwa njia ya udanganyifu. Hadi kufikia wakati taarifa hii ilikuwa ikiandaliwa, mamlaka za usalama mjini Butembo hazikuwa bado zimetoa tamko rasmi kuhusu shambulio hilo wala hatua zinazochukuliwa kuwabaini na kuwakamata wahusika. Hiyo ndio tukio linalozidisha wasiwasi kuhusu hali ya usalama mjini Butembo, huku wananchi na wanahabari wakitoa wito kwa serikali kuhakikisha ulinzi wa kutosha kwa raia na kuwafikisha
wahalifu mbele ya vyombo vya sheria. Tuende na habari kutoka sehemu nyingine nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako watu 13 wamefariki dunia huku wengine 95 wakiripotiwa kuambukizwa ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la afya la Bandundu lililoko mkoani Kwilu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa idara ya afya ya mkoa wa Kwilu, mlipuko huo ulianza mwezi Juni mwaka huu na kuendelea kuathiri wakazi wa eneo hilo hususan wavuvi na wananchi wanaoishi kando kando ya mito ya Kwilu, Kwango na Kasai. Maafisa wa afya wanaeleza kuwa vifo vyote vilirekodiwa kutokea kabla wagonjwa kufikishwa kwenye vituo vya afya. Wengi wao walichelewa kutafuta matibabu au kufika hospitalini wakiwa tayari wamepoteza maji mengi mwilini kutokana na kuhara na kutapika, hali ambayo ilifanya matibabu kuwa vigumu au kuwa magumu. Mkuu wa idara ya afya mkoani Kwilu, Daktari Jean-Pierre Matela, amesema kuwa hatua za uhamasishaji zimeimarishwa ili kuwafundisha wananchi namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huu wa kipindupindu. Hata hivyo, ameeleza kuwa bado kuna changamoto ya upatikanaji wa vifaa na dawa muhimu kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa ipasavyo. Daktari Jean-Pierre amewataka wakazi wa Bandundu kuzingatia kwa makini kanuni za usafi ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Amesitiza umuhimu wa kutumia maji salama na kunawa mikono mara kwa mara kwa maji safi na sabuni, kula chakula kilichopikwa vizuri na chenye joto, pamoja na kuepuka kutumia maji ya mito bila kuchemsha au kutia dawa kwanza. Amebainisha kuwa wavuvi na familia zinazoishi karibu na mito ya Kwilu, Kwango na Kasai ndio zipo katika hatari kubwa zaidi kuambukizwa na ugonjwa huo kutokana na mazingira wanayoishi na shughuli zao za kila siku. Kwa sasa kati ya maeneo 24 ya afya yaliyopo katika mkoa wa Kwilu ni eneo la afya la Bandundu pekee lililoathiriwa na mlipuko huu wa kipindupindu. Mamlaka za afya zinaeleza kuwa zinaendelea kufuatilia hali hiyo na kutoa wito kwa wananchi kushirikiana wadau wa afya ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huu. Hiyo ndio ilikuwa taarifa ya habari kuhusu hali ya mlipuko wa kipindupindu katika eneo la Bandundu mkoani Kwilu huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikukaribishe katika taarifa yetu ya habari za kimataifa ili tujue nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Popote pale ulipo na kukaribisha katika matangazo haya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na sekunde chache itatimia saa 12:30 jioni kote Afrika Mashariki, saa 11:30 jioni Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Miongoni mwa wale tulionayo katika Dira ya Dunia: moto mkubwa huo wa nyika ambao umesababisha vifo vya watu zaidi ya 12 na uharibifu mkubwa nchini Hispania. Kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Al-Khamenei amezikwa katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. BBC Verify imebaini ushahidi kwamba kuna madai ya uongo na kupotosha kuhusu ugonjwa wa Ebola yanayochochea vitendo vya vurugu dhidi ya wahudumu wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika mjadala leo hii tunaangazia kinyang'anyiro cha kuwania kombe la dunia linaloendelea katika mataifa ya Mexico, Marekani pamoja na Canada. Nani kunyakua kikombe? Tuangalia Faransa namna ambavyo wanacheza, jinsi ambavyo wanautawala mchezo. Ni timu ambayo inatia hofu kukutana na timu yoyote ile. Na unaiona ndio timu ambayo imekamilika zaidi katika mashindano haya kuliko timu nyingine yoyote. Katika michezo, klabu ya Al Merrikh ya Sudani yajiondoa katika mashindano ya Sekafa Kagame Cup ya mwaka huu 2026 kabla ya kufanyika kwa draw ya mashindano hayo, na timu taifa ya soka ya Uhispania kuvaana na ya Ubelgiji katika robo finali ya pili ya kombe la dunia. Je, nani ataibuka kifua mbele? Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim.
Lakini kwanza ni taarifa habari, nami Isabela Mwagodi. Utafiti uliofanywa na shirika la habari la BBC umebaini kuwa raia wa kigeni kutoka zaidi ya nchi 40 wamefariki dunia wakipigana na majeshi ya Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa idhaa ya BBC ya lugha ya Kirusi ambayo huweka kumbukumbu za wanajeshi waliotajwa kwa majina kuwa wameuawa vitani, zaidi ya wapiganaji wa kigeni 3500 wamepoteza maisha wakipigana jeshi la Urusi. Taarifa hiyo inaonyesha kuwa wengi wao, zaidi ya 2300, walikuwa raia wa Korea Kaskazini. Wengine walitoka katika mataifa mbalimbali duniani yakiwemo baadhi ya nchi za Afrika, Marekani, Ecuador na Vietnam. Hata hivyo, BBC inasema idadi halisi ya raia wa kigeni waliouawa huenda ikawa kubwa zaidi kuliko ilivyoweza kuthibitishwa hadi sasa. Shirika la ndege la Ryanair limethibitisha kuwa abiria mmoja alihitaji matibabu baada ya dirisha la ndege moja kuvunjika ikiwa angani, muda mfupi baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Thessaloniki nchini Ugiriki. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ugiriki na Ujerumani, abiria waliokuwa ndani ya ndege hiyo walisema walisikia mlio mkubwa kabla ya dirisha hilo kung'oka na barakoa za oksijeni kushuka kutoka kwenye dari ya ndege. Agnes Penda na maelezo zaidi. Ripoti zinasema mwanamume mwenye umri wa miaka 61 alivutwa kwa nguvu kuelekea nje kupitia dirisha hilo kutoka sehemu ya juu ya mwili wake hadi kufikia mabegani. Mke wake alifanikiwa kumshikilia kwa dakika kadhaa na kumzuia asivutwe nje kabisa kutoka ndani ya ndege. Ndege hiyo ya aina ya Boeing 737 ilikuwa ikielekea Memmingen nchini Ujerumani. Baada ya tukio hilo, ndege hiyo ilitua salama katika uwanja wa ndege wa Thessaloniki ambako abiria huyo alipatiwa huduma za matibabu. Shirika hilo la Ryanair linasema kuwa liandaa ndege nyingine iliyowapeleka abiria waliobaki hadi walikokuwa wakielekea ili kupunguza ucheleweshaji wa safari. Shirika hilo la Ryanair limesema kwamba liliandaa ndege nyingine iliyowapeleka abiria waliobaki hadi walikokuwa wakielekea ili kupunguza ucheleweshaji wa safari. Ndege iliyohusika inaaminika kuwa katika matumizi kwa muda wa miaka 18 na ilikuwa ikiendeshwa na shirika la Malta Air, kampuni tanzu ya Ryanair. Hadi sasa haijafahamika ni nini kilisababisha dirisha hilo kuvunjika na uchunguzi unaendelea. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la kimataifa la nishati IEA limesema kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Iran wiki hii kumeongeza wasiwasi kuhusu mwenendo wa soko la mafuta duniani. Awali shirika hilo lilikuwa limetabiri kwamba makubaliano yaliyofikiwa mwezi uliopita kati ya Washington na Tehran ya kumaliza mzozo wao na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz yangesababisha ongezeko kubwa la usambazaji wa mafuta katika miezi ijayo. Hata hivyo, sasa shirika hilo la IEA limeonya kuwa mapigano mapya kati ya pande hizo mbili yanaweza kuvuruga matarajio hayo. Ingawa hakuna mashambulizi mapya yaliyoripotiwa usiku kucha, shirika hilo linasema hali bado ni tete na inaweza kubadilika wakati wowote. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan unaweza kuwa mbaya zaidi kutokana na vita vinavyoendelea, ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao na kuanza kwa msimu wa mvua. Shirika hilo linasema watu wasiopungua 114 wamefariki dunia tangu mlipuko huo utangazwe rasmi wiki 2 zilizopita. Kwa mujibu wa shirika hilo la Afya Ulimwenguni WHO, ugonjwa huu unaendelea kusambaa katika majimbo kadhaa. Cholera is back. Ugonjwa wa kipindupindu umerejea tena na unaathiri majimbo kadhaa. Tunatiwa wasiwasi hasa na kuenea kwake hadi eneo la Alawade huko Kordofan ya kaskazini, ambako ufikiaji ni mgumu sana na mfumo dhaifu wa afya unazidi kushindwa kudhibiti hali. Vituo vya afya vimefurika huko na ufikiaji wa matibabu ni mdogo sana. Na watu wasiopungua 12 wamefariki dunia kutokana na moto mkubwa wa porini katika jimbo la Almeria kusini mwa Hispania. Baadhi ya miili ya waathiriwa ilipatikana ndani ya magari yao, huku wengine wakiaminika kufariki walipokuwa wakijaribu kukimbia moto huo ulioendelea kuenea kwa kasi. Maafisa wanasema watu wengine 19 bado hawajulikani waliko. Vikosi vya wazima moto vinaendelea na juhudi za kudhibiti moto huo ambao mashuhuda wanasema ulianza baada ya nyaya za umeme kuanguka wakati wa wimbi kali la joto. Mwezi wa 5 mwaka huu, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alisema kuwa nchi hiyo imeweka mkakati wake mkubwa zaidi wa kukabiliana na moto wa porini mwaka huu. Wimbi la joto kali linaendelea kuchochea mlipuko ya mioto katika maeneo mbalimbali barani Ulaya. Hii ni BBC.
Ni taarifa ya habari za dunia imesomwa na mwenzangu Isabela Mwagodi. Msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia matangazo haya kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa visiwani Zanzibar, tusikilize kupitia Zenj FM. Kwa Tanzania ni Abud FM na CJ FM. Nchini Kenya, Most FM, Gulf Radio na Mwenedu FM. Uganda kuna Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. Yapo pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3. Kisumu na Nakuru ni 88.1. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Kote uko na rambaza tu naandika BBC Swahili. Na kukaribisha tena, mimi ni Skola Kisanga, lakini hapo baadaye utaungana na mwenzangu Ahmad Bahaji akiangazia mtanange ambao unaendelea kuelekea kulitoa lile kombe la dunia ambalo linaendelea katika mataifa ya Mexico, Canada pamoja na Marekani. Lakini sasa tuangazie taarifa ambazo tumekuandalia. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ni mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partager. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye screen yako au kwenye video, na ukaendelea kupatia maoni yako au ukatujuza unaendelea kufuatilia ukiwa maeneo gani, aiza sehemu gani, na hapo ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Lango jina ni ite Idi George Idi Elisha, nikiendelea kutangazia kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Asante, tukutane katika taarifa zetu za jioni.